Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupo katika jitimai ya kimataifa Fuoni Zanzibar, na walilahi alhamdu ni jitimai ambayo imekusanyisha Waislamu kutoka maeneo tofauti, kutoka Kenya, kutoka Burundi, kutoka Tanzania bara na visiwani na mikoa kadha ya Tanzania bara. Walilahi alhamdu ni mjitama ambao umewaleta Waislamu kwa pamoja na kujadili maisha yao na akhera yao, lakini imekuja imeswadifu sawasawa na kukaribisha mwezi mtukufu Ramadhani. Walilahi alhamdu ni jambo ambalo linatakiwa liendelee kuwepo katika zama hizi ambazo ufisadi umetawala katika ardhi. Hakuna njia isipokuwa waumini warudi katika mwongozo wao, na mwongozo wao ni Qur'ani na maisha yao ni Qur'ani. La hayata bighairi Qur'ani, hakuna maisha pasina Qur'ani. Lakini katika hizi siku chache ambazo tumekuwepo, istifada ni kubwa sana, na watu wameacha miji yao, wameacha vitanda vyao, wameacha kila kitu chao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hii ni jambo tunaomba viongozi wenye kulisimamia hili na wenye watu wa khairati basi walishajishe zaidi, na siwe linachukua muda mrefu sana, kwa sababu nyoyo za watu ambazo ndio zimeharibika. Kulubi zikiharibika na miji inaharibika na miji inaharibika, lakini kulubi kilikuwa imekaa sawa, mioyo ikikaa sawa, hata watawala hawana haja kuweka ulinzi mkubwa kwa jamii, isipokuwa wanatawala kwa usalama. Lakini kama mioyo ya mwanadamu ikishaharibika, basi gharama za ulinzi inakuwa kubwa, inakuwa ni kudhibiti watu. Kwa hivyo kubwa zaidi ni kwamba tunasema ili mwanadamu afanikiwe, basi moyo wake utulie. Moyo wa mwanadamu ukishatulia ukamshiba Mwenyezi Mungu, mwanadamu anaishi salama salimini. Lakini mwanadamu ikiwa moyo wake hujatulia, hata umpe chochote, kwa sababu alqalbu mimma yu'ta, moyo wakiyopewa. Sasa moyo nafasi yake ni Qur'ani, ni dhikrillah, lakini dhikrillah mwanadamu hana. Mwanadamu yupo katika upuuzi, mwanadamu yuko katika mpira, mwanadamu katika dunia anahangaika, anatafuta utulivu, lakini utulivu uko ndani ya dini. Walilahi alhamdu. Mungu atupe taufiki na atusamee makosa yetu, na atujalie tuweza kuingia mwezi mtukufu Ramadhan, na uwe ni mwezi wa nusra. Kama nusra, basi mwezi wa Ramadhani uwe ni kama fathu, kama hivyo kwa fathi katika Ghazwatul Badr. Basi Mwenyezi Mungu afungue maisha watu waishi marudi, watu wapendane, watu wafuriane, na kubwa zaidi wapiganie dini na miji ya Kiislamu irudi katika nafasi yake. Uislamu utawale katika maisha ya dini, Uislamu utawale katika nafasi yake, Uislamu utawale kama walivyokuwa katika dola za nyuma ambazo Uislamu ulitamakani. Uislamu hauwezi kutengemaa bila kurudisha dola. Kwa hiyo watu wafunge, lakini kubwa azma warudishe nafsi zao kwa Mwenyezi Mungu, wafanye biashara Mwenyezi Mungu, na Uislamu utawale upya kama utawala kama tulivyoachwa na Mtume sallallahu. Dini ameacha alhajati badailuha, wana hali ya ndugu yenu katika Uislamu Abdurrahman na kijana wetu huyu mashaallah Lukmani, naye ampe taufiki katika kazi ya dawa, na ampe taufiki na amjalie apate nusra, aishi katika maisha salimina, naye na wenzake na wote wenye kuendesha harakati za dini, na hasa Masjid Fidausi wote. Mungu ape taufiki kuanzia uongozi na yeye na wenzake wote ambao wameasisi mambo haya ya mihadhara ya Alhamisi na Jumamosi. Mungu ape taufiki na jambo hili lidumu mpaka tutakapokutana na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhukum fil Islam Abdurrahman Abdallah. Alhamdulillah rabbil alamin.